Hujambo na karibu kusikiliza mahojiano haya maalum yatakayojadili swala la marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba mjadala kuhusu marekebisho ya katiba ndiyo habari inayotawala kwa sasa katika vyombo mbalimbali vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata nje ya mipaka ya nchi hiyo. Swali hili limezua mgawanyiko mkubwa miongoni mwa wananchi. Wapo wanaounga mkono mchakato huo na wapo wanaopinga. Je, David Munga Erite ana mtazamo gani kuhusu mjadala huo marekebisho ya katiba? Naungana naye moja kwa moja kutoka Canada. Nikumbushe tu kwamba ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Naitwa Abedi Jean de la Croix, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Bila kuchelewa, David Munga Erite, wewe ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aswa kuhusu mvutano ambao unaendelea kwa sasa kuhusu marekebisho ya katiba. Pengine nije kwako, tuna swali dogo. Wewe kwa upande wako umesimama wapi? Upo upande gani? Upande wa marekebisho ya katiba au hapana? Asante sana ndugu mtangazaji Jean de la Croix. Nashukuru sana kupata nafasi kuweza kuchangia mawili matatu juu ya mjadala unaoendelea saa hii nchini Kongo, ambao ni nchi yangu ya asili, kuhusu ubadilishaji wa katiba. Na mimi binafsi, maoni yangu, naunga mkono katiba iweze kubadilishwa. Ile katiba iliyopo kwa sasa iweze kubadilishwa. Huo ndio mtazamo wangu, nataka ibadilishwe. Vizuri sana. Umesema unaunga mkono marekebisho ya katiba. Pengine ungetoa sababu. Ni kwa nini unaunga mkono marekebisho ya katiba? Ukiniuliza kwa nini naunga mkono katiba ibadilishwe, nina mambo mengi sana ambayo nishawahi kusoma katiba ya Kongo. Niko nayo hapa, nimeisoma kuanza mwanzo mpaka mwisho. Ina mambo mengi ambayo yanahitaji marekebisho, mambo mengi sana. Nitakupatia kwanza vile mfano wa katiba yetu nitakupatia jambo moja kuhusu wabunge. Katiba inasema kwamba wabunge wa kitaifa wanapochaguliwa wanakuwa na jukumu la kitaifa, lakini wanapatia mamlaka ya kusema ya kuweza kutoa idadi ya wabunge na sheria zingine ambazo wanapaswa kuchaguliwa, wanapatia tume ya uchaguzi, ndio inapaswa ifanye hiyo mambo. Mimi kivyangu, ukiona bunge la Kongo lina wabunge zaidi ya wabunge 500. Wabunge wa Kongo wana 500. Ukiangalia vipengele ambavyo wanatoa kwa kuweza kutoa wabunge 500, unaona Kongo ni nchi maskini. Wabunge wanapolipwa dala 5,000 ama dala 10,000, watu 500 muda wa miaka 5, hizo ni pesa nyingi sana. Kongo haihitaji kuwa na wabunge 500. Inaweza kuwa na wabunge hata 100 ama 150. Wanatosha, watapunguza budget ya serikali kwenye bunge. Na zile pesa ambazo walikuwa wanatumia wabunge inaweza enda kufanya miradi mingine ya kijamii. Kwa hiyo nataka kwanza katiba yenyewe itoe mamlaka ya kutoa idadi ya wabunge kwa tume ya uchaguzi. Katiba yenyewe iseme sisi kama Kongo taifa tutakuwa tuna wabunge kama vile tuseme tuna tarafa 145. Tarafa 145. Tunasema kila tarafa itakuwa na wakilisho, sio idadi ya watu. Kila tarafa itakuwa na wakilisho, kwa mfano, na wabunge 2 kila tarafa. Tukipiga hesabu, hiyo inatoa tayari idadi ya wabunge, na hiyo itapunguza ile idadi ya wabunge kuwa wengi sana katika bunge letu la taifa, ambao tunaona tunapokuwa na wabunge wengi inaleta wabunge ambao hata hawana elimu na hawana hekima ya kuweza kutetea maslahi ya umma. Wanafanywa kama vile kwa Kifaransa wanasema kwamba wanakuwa kama wa garçon de course wa rais. Wao kazi ya wabunge ni kuweza kuchunguza serikali, lakini kwa sababu wako wengi, rais hata watu 5 wakatae, wale wengine wote wengi wakimuunga mkono, rais anafanya gisi apendavyo. Unaona ndugu mtangazaji. Jambo lingine ambalo nataka nizungumzie katika katiba yetu, hii mambo waliweza kugawa mikoa kutoka mikoa 11 kwenda mikoa 26. Haina umuhimu wowote. Huo ni kuleta division katika wakongomani. Saa hii tulikuwa najua kulikuwa watu wanaitwa Wakatange, lakini saa hii hakuna Wakatange mkoa. Mkoa ambao ulikuwa unaitwa Katanga umegawanyika, umekuwa na Katanga, Lomami, imekuwa na Lualaba, imekuwa na Tanganyika. Kwa hiyo hakuna mkongomani anaweza jita kwamba mimi niko Katange. Hakuna tena Katange. Unaona ndugu yangu. Kitu kingine ambacho nataka kusema, katiba yetu
inapaswa kutoa vitu vimoja ambavyo vinatuma sisi wakongomani tuwe wabaguzi sana. Nikupatie mfano. Tuna tarafa, tuna mkoa. Kwanza ukitoa mkoa kuna tarafa, ukikuja kutarafa kuna sektere, ukitoa sektere kuna groupement, ukitoa groupement kuna notabilite, ukitoa notabilite kuna lokalite. Unaona ndugu hiyo yote vitu inachangia sisi kuwa wabaguzi, kwa sababu unakuta notabilite ya Walinga anayeongoza ni Mlenga tu. So unakuta Mlenga anakuwa na conflict na Bashimnyaka kwa sababu Bashimnyaka wanataka kuvunja mipaka ya notabilite ya. Hiyo mambo yote inachangia watu kuwa wabaguzi. Lakini ikiwa katiba inaweza sema kwamba sisi tunavunja hiyo yote mambo ya notabilite, village tu, sasa tunasema tutaenda na sheria ya kusema kwamba kila kijiji kinaweza kuwa kama vile na diwani. Na hao madiwani sio wami wa asili, wanachaguliwa na wananchi. Wananchi watakuwa wanachagua mtu ambaye anafaa kuliko kuweka wale viongozi wa asili, wami wa asili ambao wanachangia kuleta ubaguzi na kutosapotiana wakati wanaona kijana ama mtu ambaye ana akili ya maendeleo katika jamii yetu. Hiyo, na sitaki kugusia mambo ambayo yanaleta vurugu sana katika Kongo saa hii. Mambo mengine ya katiba yako mengi, lakini nakupatia kwa mfano wangu. Hayo ni baadhi. Jambo lingine, uraia pacha. Uraia pacha, ukiangalia sasa hivi wakongomani wako mahali popote duniani, na kuna wakongomani ambao wako na pesa, wanaweza penda wakuja wawekeze nyumbani kwao. Mimi binafsi, niko na uraia wa Canada. Sasa nikikuja kuwekeza Kongo, siwekezi kama mkongomani, nawekeza kama raia wa Canada. Kwa hiyo inapunguza ile nia yangu na tamaa yangu ya kuja kuwekeza kwetu, kwa sababu wataniita mimi ni mgeni. Kwa hiyo katiba yetu ina mambo mengi ambayo yanapashwa yabadilishwe, tofauti na yale ambayo watu wanazungumzia saa hii. Yako na mambo mengi 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 mengi. Tukitaka kama sisi Kongo miaka 50 ama miaka 100 inayokuja tuweze kusimama na kuwa taifa linaloendelea kiuchumi na kiviwanda. Naam, mbali na hayo ambayo umetoka kuyataja hapo, hebu tuambie kuna vifungu gani tata ambavyo kwa upande wako wewe unaona kwamba vinahitaji kurekebishwa kwa maslahi mapana kabisa ya wakongomani kiujumla? Nimesema kuhusu wabunge. Kifungo kingine ambacho ni tata, unaona, tunasema wakati uchaguzi unapofanyika, rais anaambiwa na katiba kwamba yeye hana uwezo wa kuweza kuchagua waziri mkuu. Anapaswa kuchagua waziri mkuu kwenye kile chama ambacho kina wabunge wengi pale bungeni. So ikiwa rais yeye amechaguliwa ni wa chama tofauti na chama chake hakina wabunge wengi, atalazimika kuchukua waziri mkuu ambaye yeye sio chaguo lake, kwa sababu kile chama ambacho kitakuwa kikiwa na wabunge wengi ndio kitakuwa kimeleta wabunge na kitaleta waziri mkuu. Ningependa pia hicho kifungo kiweze kubadilishwa. Rais anapochaguliwa akuwe na uwezo, rais akuwe na uwezo wa kuchagua waziri mkuu ampendaye, sio kulingana na kile chama kilicho na wabunge wengi kwenye bunge la taifa. Nikichaguliwa kuwa rais, acha mimi nichague waziri mkuu wangu ambaye mimi nataka, sio nilazimishwe na chama kilicho na wabunge wengi kwenye bunge la kitaifa. Hiyo ni kitu kimoja ambacho ningependa. Kwa sababu gani? Kwa sababu rais ndio anakwenda kuweza kuchunguzwa na wananchi, rais amefanya nini, sio waziri mkuu. Lakini ukiangalia katiba ya Kongo inasema kwamba waziri mkuu ndio mkuu wa government na mambo yote ya government. Yeye ndio anaangalia miradi yote ya serikali, sio rais wa jamhuri. Kwa hiyo na rais, wakati unapokuja mambo kuweza kukagua rais alifanya nini, ni yeye ndio analaumiwa, sio waziri mkuu. Kwa hiyo inatakiwa rais awe na nguvu, apewe mamlaka ya ziada katika katiba ya nchi, ili taweza kumpatia jukumu la kuweza kujibu mahitaji ya wananchi. Aha. Okay, unadhani huu ni muda mzuri sasa wa kubadilisha katiba au kurekebisha katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Hiyo ni swali sasa ambalo nilikuwa nasubiria. Nataka niseme yes, mimi napenda tubadilishe katiba. Lakini muda ambao tunao kwa sasa sio muda mzuri wa kubadilisha katiba. Kwa nini? Kwa sababu katiba yenyewe inasema kwamba nchi inapokuwa katika hali ya dharura ama sehemu moja, katiba yenyewe haiwezi kubadilishwa.
Kwa hiyo ukiangalia saa hii mkoa wa Ituri na mkoa wa Kivu ya Kaskazini wako katika ile ambao wanaita kwa Kifaransa etat de siege. Kwa hiyo hakuna jinsi gani tunaweza badilisha katiba, kwa sababu unapobadilisha katiba inatakiwa ufanye kura ya maoni. Kura ya maoni, wananchi waitwe kuweza kupiga kura ya kuweza kukubali ama kukataa katiba yao. Sasa hauwezi fanya katiba ya Kongo, unasema Kongo ni nchi kubwa. Kongo ina mikoa 26, lakini miji mikuu miwili ya hiyo mikoa iko katika mikono ya waasi. Kwa hiyo mimi naona kwamba yes, tubadilishe katiba, lakini huu muda sio muda mwafaka wa kubadili, kwa sababu wale wananchi wengine ambao wanapatikana Goma, wanapatikana Bukavu, ni zaidi hata ya milioni 4, hawatakuwa na nafasi ya kuweza na wao kuchangia mabadiliko ya katiba yao. Wapo wanaosema kwamba watu wanachukulia swala la vita kama kisingizio tu. Wewe unawajibuje watu hao? No, kusingizia vita kuwa kama ndio kitu ambacho nataka niseme kitu kimoja. Vita vipo na vita vilikuwepo toka zamani. Kwa kusema kwamba vita vinatumikishwa na Tshisekedi kama vile kisingizio, hiyo ni swala moja ambalo wapinzani wa Kongo wanatakiwa nao wajue. Kwa sababu saa hii wanakataa kwamba rais asibadilishe katiba, lakini wao wanaitisha uchaguzi. Wanasema kwamba tufanye uchaguzi mwaka wa 2028, uchaguzi uwepo. Lakini uchaguzi utakuwepo aje wakati Goma na Bukavu vipo katika mikono ya wavamizi? Swala ngumu ambalo tuko nalo sasa wa Kongomani, wao wapinzani, wao watu ambao wako kwenye madaraka, jambo kubwa ni moja: tungeweza kusimama pamoja, tuhakikishe kwanza nchi yetu imepata usalama. Ndugu zetu ambao katika mahali ambapo wavamizi wapo, kulingana na wao, ndio wanapopata nafasi na wenyewe kuchangia kwenye huo uchaguzi wa kuchagua viongozi wapya, ama huo uchaguzi wa kuweza kubadilisha katiba. Wale watu wa Nord Kivu na Kivu na wao na hiyo haki ya kufanya hivyo. Lakini ukiangalia rais aliye madarakani anatumia vita, na hao wapinzani hao wanatumia vita. Kivipi, ndugu mtangazaji? Ikiwa hawa wahasi wangekuwa na uwezo wa kivita wa kubadilisha serikali iliyopo kwa sasa, tungeona watu walio wengi wanaenda nyuma yao waasi. Na kama unaona sasa hiki Kinshasa wale wapinzani wanafanya maandamano, kwa sababu wameshaona wao kitu pekee cha kuweza kumtoa Tshisekedi pale ni kuweza kufanya maandamano na kuleta vurugu Kinshasa, ili jamii ya kimataifa ione kwamba nchi iko ingovernable. Alafu walete nini? Waanze leta pressure zaidi ya Rais Tshisekedi. Lakini na wapinzani na serikali ya sasa wote wanateka advantage kwa hiyo vita, kwa sababu ukiangalia Rais Tshisekedi anasema anataka kubadili katiba saa hii, lakini katiba yenyewe inakataza kubadilishwa wakati wa vita, na Rais Tshisekedi hataki kupambana vita iishe iliyo mashariki, kwa sababu anataka bado aendelee kubaki wapi? Madarakani. Lakini mimi ningependa kumshauria, anaweza kubaki madarakani hata bila kubadilisha hii katiba. Anaweza baki madarakani na wapinzani hawataleta vurugu, kwa sababu katiba inampatia nguvu. Katiba iliyopo ya Kongo inampatia nguvu. Kwa sababu gani? Ukiangalia kifungo cha 219 kinasema kwamba nchi inapokuwa katika hali ya kivita ama hali ya dharura, hakuna mabadiliko yoyote inaweza fanyika, ama hakuna kitu chochote kinaweza fanyika katika jamhuri. Inatakiwa kwanza serikali ama utawala uliopo uhakikishe kwamba amani imerudi, ndio wafanye uchaguzi ama wafanye kitu chochote. Na nchi inapokuwa katika hali ya dharura, vitu vyote vinasimamishwa. Kwa hiyo Rais Tshisekedi kama angetaka kubaki katika madaraka bila kubadilisha katiba, angetumia ile vita. Lakini yeye sasa hii anatumia vita na anatumia nini? Kubadilisha katiba. Hii katiba wapinzani hawatamwacha, kwa sababu wale wapinzani wao kitu wanacholenga ni kuweza kuchukua nafasi ya Tshisekedi. Kwa hiyo yeye Tshisekedi ako na njia nyingi, kwa sababu kama unajua ushawahi kusoma hii katiba. Katiba inasema kwamba le président en place reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Na kama yeye angesema mimi ndugu zangu nakubali nitaacha madaraka, lakini hatuwezi fanya uchaguzi kama vita havijaisha, hakuna mtu angempiga vita. Angebaki tu kama ataendelea kufanya dili zake na akina Nanga, akina Bisimwa, hata ifike 2040 watu wangemwacha tu, angesema wako katika vita. Lakini hii mambo anayofanya ya kuweza kuleta
kubadilisha katiba na hataki kumaliza vita, haitamsaidia kitu chochote. Italeta vurugu na nchi itatombe mkao yenyewe mwenyewe atashindwa kumetrize pamoja na timu yake. Okay, umesema rais anaweza kuendelea kusalia madarakani bila kurekebisha katiba. Rais mwenyewe kaisha lisema hilo kwamba hakutokuwepo na uchaguzi 2028 kwa sababu za vita tu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuachane kwanza na swala la vita, tuzungumzie katiba kama katiba. Kuna watu wanadai kwamba marekebisho ya katiba yanalenga sana sana kumpa rais muda wa kuendelea kusalia madarakani. Mtazamo wako ni upi? Ndugu mtangazaji, nimesema kwamba kitu kikubwa sana, mimi nakubaliana na kubadilisha katiba, lakini sitaki tubadilishe katiba juu Tshisekedi abaki madarakani. Nataka tubadilishe katiba kwa maslahi mapana ya nchi ya Kongo, sio maslahi mapana ya bwana Tshisekedi. Na ikiwa yeye Tshisekedi anataka, ako na vision ya kuweza kuendeleza Kongo, kwa sababu alisema kwamba anataka kufanya Kongo inapofika 2024 kuwa nchi ambayo itakuwa imejipata. Unajua, wanasemaga kwamba kiongozi aliye mzuri sio kiongozi anayekaa madarakani kwa muda mrefu, bali ni kiongozi ambaye anaacha legacy yake na kuhakikisha kwamba legacy aliyoiacha haivutiki. Kwa hiyo wao UDPS ambacho ni chama tawala kwa sasa, wako na njia nyingi za kuweza kubaki madarakani, kwa sababu wao ndio wanaongoza nchi. Wanapofanya mambo mazuri kwa wananchi, wanapojenga mabarabara, wanapotengeneza miundombinu, wanapopatia vijana ajira, hiyo mambo, kwa sababu wananchi ndio wanachagua, itawafanya wao wabaki madarakani. Na hata yeye Tshisekedi anaposema mimi nimemaliza, nimeleta bwana Auguste Kabuya akuwe mgombea wa kuurithi nafasi yangu, wananchi watampigia kura za ndio, kwa sababu wataona uongozi wa Tshisekedi umefanya vizuri. Lakini anapotaka kubadilisha katiba juu yeye abaki madarakani, naamini kwamba atakuwa ameacha image mbaya sana ya chama chake. Na nimewahi kusema katika kipindi kingine kimoja na mtangazaji mwingine, anapolazimisha kubadilisha katiba juu yeye abaki madarakani, wakati anapokwenda kutoka, chama chake cha UDPS ambacho kitapotea saa gisi PPRD imepotea saa hii. Kumbuka kwamba Kabila kwa kusema hawezi kuandaa uchaguzi, na yeye alikuwa na yeye maoni ya kuweza kubadili katiba, lakini akawekwa pressure, mwishowe akafanya nini? Akakosa kubadilisha katiba, akafanya uchaguzi ambao ulileta Tshisekedi. Kama kuna mambo ambao walisikilizana hatujui, lakini sasa ukiangalia PPRD ni chama ambacho kinaenda kupotea. Kuna yeye Tshisekedi anapoendelea kufanya nguvu kusema kwamba atabadilisha katiba juu yeye abaki madarakani, ajue hakuna mtu ambaye anaishi miaka yote. Anaweza sema anabadilisha katiba leo, lakini anaibadilisha leo kabla hajaitangaza, Mungu anamchukua, atakuwa amefaidika? Hapana. Kwa mimi nataka nimshaurie abadilishe katiba kwa ajili ya maslahi mapana ya wananchi wa Kongo. Nakumbuka mkutano alifanya na watangazaji hapa juzi, alisema jambo moja mzuri sana. Alisema kwamba un homme d'etat yeye anaangalia maslahi ya nchi, lakini un homme politique anaangalia mambo ya nini? Ya uchaguzi. Kwa hiyo hii katiba, ikiwa yeye ana mazumuni ya kuibadilisha juu ya mahitaji maslahi mapana ya Kongo, ni vizuri, lakini ikiwa anaifanya kwa maslahi yake, mimi simuungi mkono hata dakika moja, na atakuwa amefanya jambo mbaya sana, na hata ule msingi ambao alikuwa ameuanza watu watausahau na watamuona kwamba ni mtu mbaya. Hata baba yake mahali yupo atakuja kumpinga kwa yale ambayo anatenda. David, ugumu ni pale wananchi wanashindwa kuelewa au kufahamu kilicho nyuma ya mchakato wa marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kuwa muda si rafiki, pengine ningekuomba tu utoe mtazamo wako kwa kifupi, ushauri kwa wananchi, lakini pia kwa serikali kuhusiana na marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi nasema kwamba kwa kumalizia hichi kipindi, nataka kusema kwamba katiba ndiyo, tubadilishe katiba, lakini huu sio muda mwafaka wa kuibadilisha. Kwa sababu gani? Kwa kunapotaka kubadilisha katiba, inatakiwa kutoa zile nakala, zile draft za kwenda kuhamasisha wananchi, kuambia ni nini mabadiliko mnakwenda kufanya. Lakini kwa sababu ya hali ya kivita tuko nayo Kongo saa hii, wafanya siasa hawako na ile liberty ya kusirikile popote pale Mkongo, kwa sababu kuna sehemu hawezi fika, kuna maadui wa nchi.
Kwa hiyo mimi, jambo la muhimu saa hii, ningeomba viongozi wa serikali pamoja na upinzani wa Kongo, yes, wao hawataki katiba ibadilishwe, viongozi wa serikali wanataka katiba ibadilishwe. Saa hii ni muda mzuri wa wao kukaa kwanza chini, wafanye mdahalo kama wa kitaifa, wasikilizane. Kitu cha kwanza, waweke nguvu pamoja. Hata jana Rais Ndayishimiye alisema jana, waweke nguvu zao kwanza pamoja, wahakikishe kwamba nchi yetu imepata amani. Tunapopata amani, wananchi wanapokuwa na nafasi ya kuweza kuhamasishwa na kuambiwa ni mabadiliko gani ambayo yanakuja, hapo tutakuwa na nafasi ya kuweza kubadilisha katiba. Rais Tshisekedi anaweza kuwa bado angali madarakani ama atakuwa ameondoka, lakini muda tulio nao kwa sasa, ndugu mtangazaji, hatuna muda mzuri wa kuweza kuhamasisha wananchi wetu, kuwaambia ni mabadiliko gani tunakwenda kuyafanya, kwa sababu ukisema utawaambia kupitia internet, Kongo sio kila mtu ambaye ako na access kwa internet. Watu wachache sana ndio wako na access kwa internet. Kwa hiyo inatakiwa wale wabunge waende mtaa kwa mtaa kwenda kuambia wananchi, angalia tunataka kufanya mabadiliko. Lakini huo muda ambao tuko nao kwa sasa hauko muda mwafaka wa kuweza kufanya. Kwa hiyo jambo la muhimu ni Rais Tshisekedi ashushe hasira yake chini, aite wenzake wa upinzani, akina Fayulu, akina Sesanga, awaite pamoja, wakae chini, wa discuss. Wakisha discuss, wachukue mikakati ya kurejesha kwanza zile sehemu ambazo ziko chini ya udhibiti wa waasi. Wakisha zichukua, ndio wakae chini wazungumuze mambo mengine ambayo yanahusu katiba na mambo ya uchaguzi. Kwa hiyo priority kwa sasa ya Kongo sio katiba, yes ibadilishwe, lakini priority ni kuweza kwanza kuleta amani na wananchi wajisikie kwamba wako na uhuru wa kutembea katika nchi yao bila kuwa na wasiwasi ya kuzuriwa na kitu chochote kipi. Asante sana. David Monga Eritier, nishukuru sana kwa kuzungumza nami. Nikumbushe tu kwamba wewe ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na umezungumza nami moja kwa moja kutoka nchini Canada. Asante sana na karibu tena JCTV. Asante, na mimi nashukuru sana ndugu yangu kwa kuweza kunipatia nafasi kuweza kuchangia mawili matatu juu ya mjadala ambao unaendelea nchini kwangu. Asante sana, Mungu akubariki sana.